Karibu katika dondoo za habari, ikiwa ndio msingi wa weledi, maarifa pamoja na burudani kutoka hapa Mlimani TV. Nitakaye kupitisha katika dondoo hizo kitaifa, kimataifa bila kusahau michezo na burudani ni mimi Donald Balabala. Karibu. Na tukianza na dondoo za habari kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza viongozi wake kutekeleza ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni hii leo akiwa katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, huku akitoa maelekezo ya kitaalamu, uadilifu na uwajibikaji kwa viongozi hao. Aidha, Rais Samia amesema uteuzi wa viongozi ulizingatia uwezo, uadilifu, uzoefu na rekodi nzuri ya huduma kwa umma, na kwamba utekelezaji wa ahadi ni sehemu ya kuhakikisha huduma bora kwa wananchi. Na katika rubaa za kimataifa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema baada ya karibu miaka minne ya vita, hali nchini mwake imeendelea kuwa mbaya zaidi, huku kukiwa na baridi kali na hali ya joto nchini humo. Akizungumza jana katika hotuba yake ya kila siku kwa njia ya video, Zelensky alisema Ukraine imeshambuliwa tena na mashambulizi ya Urusi na makombora 18 ya masafa marefu na matumizi ya ndege za kivita zisizo na rubani. Na katika michezo na burudani, timu ya wananchi Young Africans imetoa ubingwa wa NMB Mapinduzi Cup baada ya kuwafunga timu ya Azam kwa mikwaju ya penalty baada ya kutoshana nguvu katika dakika 120 za mchezo huo. Na kwingineko yaliyojiri katika soka la nje barani Ulaya, taarifa zinaeleza kuwa Michael Carrick atarithi kiti cha Ruben Amorim, huku Darren Fletcher akibaki kuwa mwalimu wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 18 katika klabu ya Manchester United msimu huu. Kufikia hapo, hiyo ndiyo tamati ya dondoo za habari kutoka hapa Mlimani TV. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Donald Balabala. Uwe na wasaa mwema kuangalia vipindi vinavyoendelea.